Tumepewa masharti ambayo mazuri na tumeyakubali, wala hatukuyapinga. Tumeambiwa tuondoe matoroli, tuweke meza. Kwa hivyo tumefanya hivyo kama inavyotakiwa. Baadhi ya mengine meza hazijafika, lakini tunatarajia kufika. Sasa kuna shutuma moja ambayo imeshtumiwa, hii ndio nataka kuijibu. Hii shutuma, kuna kijana mmoja ambaye alikuweko miongoni mwetu sisi watu wa Tende, lakini baadaye tukamvua kwenye Tende kutokana na vitendo vyake ambavyo si vizuri. Isitoshe hapo, akaja siku hiyo mkurugenzi, tayari tumeshakaa hapa, akamtolea maneno mingi sana ambayo kidogo si mazuri. Mimi nilijaribu kumwambia, nikamwambia hata kama si mtu wa serikali, ni mtu tu wa kawaida, lakini amheshimu kutokana na uzee wake alionao. Anapaswa kuheshimiwa mzee hata kama hayumo ndani ya serikali. Lakini hayakuwa hayo, alikuwa ni mambo mengi, alimtukana mpaka kiasi cha kwamba sisi viongozi tukaamua kunyamaza kimya na kumwacha yeye azidi kumtukana. Lakini mkurugenzi alifanya jambo la busara, aliita task force yake na kuja kumchukua kwa utaratibu na kumpeleka kituo cha Malindi. Kwa bahati mzuri alitoka. Alipotoka, sisi wakati tayari kule tushaondolewa kwa sehemu ambayo tulikuwa hatutakiwi. Ni sehemu ya zamani, tunaipenda, tunaikubali, tunataka tukae pale. Maisha yetu yalikuwa yako pale toka enzi hizo mpaka leo. Lakini baada ya kuona kwamba mamlaka ambayo tuliokuwa tumekaa kwenye mji wao au kwenye mji wetu, lakini wao ndio viongozi wetu, kwa hivyo tumewafuata wao. Sisi mpaka muda huu, kama mimi ni kiongozi na viongozi wangu wengine wapo chini yangu, hatuna taarifa ya kutekwa kwa mtu kwetu sisi wauza Tende. Hatuna taarifa ambayo ya kupigwa mtu kwenye sisi wauza Tende. Hala hatuna taarifa, kwa sababu sisi ni watu kamili na tupo eneo tulilowekwa, na hakuna mmoja ambaye aliyotoka katika hapa akenda sehemu nyingine. Na hakuna mtu yoyote ambaye aliyopigwa eneo hili akachukuliwa akenda akapigwa. Kama mimi ni muuza Tende na ni kiongozi, basi mimi nazungumza kwamba katika hapa kote mpaka pale tumewekwa, tumepindishwa hivi, wengine wako hapa, lakini hakuna hata mmoja ambaye aliochukuliwa akenda akapigwa. Na wala sisi, kama mimi ni kiongozi wa kundi la wauza Tende Darajani lenye usajili kamili, mimi nazungumza upande huu wa wauza Tende kwamba hakuna mtu ambaye aliyopigwa kwetu sisi. Na sisi vile vile tunaiomba serikali pamoja na mamlaka ya Mji Mkongwe ituweze kutupendekeza zaidi, yani ituvutie juu zaidi biashara yetu hii ya nje ili iweze kukua, kwa sababu taharuki ambayo imo katika mtandao sisi tunasikia na watu wanavyozungumza ni kwamba ipo, lakini katika maeneo yetu ambayo sisi tunafanyia biashara hapa hayapo, lakini tunasikia taharuki hizi kwamba hapa Darajani zipo. Katika eneo hili la Tende na Mikate hapa hakuna mtu aliyofanywa taharuki hiyo. Ni watu tu ambao wanatoa amani. Hakuna uwezekano kwamba wanauzia Tende sehemu nyingine, lakini sio sehemu yenyewe ambayo tupo sisi. Inawezekana kwamba kuna sehemu kunauzwa Tende wamekwenda akachukuliwa, sawa, lakini kwa hapa hamna aliochukuliwa na kufanywa hivyo. Lakini hizo rumors zipo, sisi tunazisikia vile vile. Ukisema kwamba kuna eneo jingine ambalo huenda likawa wanauza Tende katika hii eneo hili la Mji Mkongwe, eneo jingine ambalo wanauza Tende? Hamna eneo jingine. Na maana kama itakuwa wapo itakuwa wamekaa kwa hiyo kimakosa, lakini eneo lililotengwa ni hili la hapa. Sawa. Ni wao wenyewe, kwa sababu kwa hapa wauza Tende wa hapa na wauza Mikate wa hapa hakuna alofanywa, kwa sababu wapo kisheria, tumewekwa na Mji Mkongwe kisheria na tunafanya kazi kisheria. Kuhusu hiyo video ambayo inosambaa kwenye mitandao kuhusu kuchafuliwa kwa Mji Mkongwe, huo ni uongo. Sisi Mji Mkongwe tunaishi nao vizuri, na sisi ndio wafanya biashara tuko hapa Darajani, tunaishi nao vizuri. Tukienda na malalamiko yetu kule anatupokea kwa vizuri. Kwa mkurugenzi ukienda yupo vizuri na sisi. Kwa hiyo tumeshangaa sana kuona malalamiko yametoka katika media kwamba Mji Mkongwe wamewateka watu, wanawanyanyasa, wakati sisi hapa tupo tunafanya biashara kwa amani, hatubugudhiwi. Tukienda kule na shida zetu tunasikilizwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkurugenzi wa Mji Mkongwe. Hawa ambao wanaotumia hizo video katika kumchafua sio sahihi na ni uongo.
na tunakanusha kabisa sisi wafanya biashara wadogo wadogo